katika uwepo wa Mungu. Ni wakati mzuri sasa wa kuweza kuisikia sauti ya Mungu kupitia neno lake. Na somo la leo lina kichwa kinachosema miujiza ya vazi jipya. Miujiza ya vazi jipya. Somo hili tunalipata kutoka kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ile ya pili, mstari ule wa 13 na ule wa 14. Tunasoma hivi: kisha akaliokota lile vazi la Eliya lililomwangukia, akararua. Tarudia. Kisha akaliokota lile vazi la Eliya lililomwangukia, akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani. Akalitwaa lile vazi la Eliya lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Eliya? Naye alipoyapiga maji yakagawanyika huku na huku, Elisha akavuka. Na Mungu alibariki neno lake. Tunaweza kukaa. Katika somo hili tutakuwa na maeneo makuu mawili ambayo tutaweza kuyaangalia. Eneo la kwanza tutaangalia miujiza ya vazi jipya. Lakini eneo la pili tutaangalia jinsi ya kupokea vazi jipya. Na kama ambavyo tumesoma kwenye andiko letu la msingi ambalo linawataja watumishi wawili maarufu katika Biblia, yaani nabii Eliya na nabii Elisha. Na tunaona wakati ulifika wa huduma ya Eliya hapa duniani kufikia mwisho, baada ya kulitumikia shauri la Mungu. Kuna wakati ambapo katika maisha ya utumishi tunafikia ukomo wa hiyo huduma. Na hapa tunaona ulifika wakati wa ukomo wa huduma ya Eliya. Kama vile mwimbaji mmoja kwenye tenzi za rohoni anasema, kazi yangu ikiisha nami nikiokoka na kuvaa kutokuharibika, nitamsifu Mwokozi nifikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Kwa hiyo tunaona wakati wa huduma ya Eliya uliweza kufikia ukomo, na wakati huo alitakiwa kuondoka katika maisha ya hapa duniani, kama ambavyo watu wengi wamekuwa wakiondoka
baada ya kukamilisha kazi yao hapa duniani. Na walio wengi wao wanaondoka kwa njia ya kifo, lakini tunaposoma habari za Eliya tunaona kuondoka kwake. Yeye hakuondoka kwa njia ya kifo, bali aliweza kunyakuliwa. Gari la moto na wapanda farasi wake waliweza kushuka na kumnyakua Eliya wakati mtumishi wake, na kumnyakua Eliya wakati mtumishi wake Elisha akiweza kushuhudia. Na kitu ambacho pekee Elisha aliweza kukipokea wakati anashuhudia bwana wake Eliya akiondoka, lilikuwa ni lile joo alilolivaa Eliya, lile koti alilolivaa Eliya. Na hilo koti ambalo ndilo vazi aliloachiwa nabii Elisha, lilikuwa ni vazi la miujiza. Tunafahamu Elisha kabla ya kupokea lile vazi alikuwa na vazi lake jingine, vazi la zamani au vazi kuukuu tunasema. Lakini maandiko yanasema ya kwamba kabla ya kupokea lile vazi la Eliya, vazi la miujiza, vazi jipya, maandiko yanasema ya kwamba alianza na kurarua mavazi yake, au vazi lake la kwanza alilokuwa nalo akalirarua. Na alipolirarua lile vazi na kupokea vazi jipya kutoka kwa mtumishi wa Mungu Eliya, ambaye sasa ameondoka, sasa ametwaliwa, sasa amenyakuliwa, tunaona baada tu ya kupokea lile vazi, ambalo hilo vazi pia alikuwa tu vazi la kawaida, lilikuwa ni vazi lenye upako, vazi la mtu wa Mungu mwenye upako, ambaye alikuwa katika maisha yake akiwa hapa duniani aliweza kufanya miujiza mikubwa 7. Na namba 7 ni namba ya ukamilifu wa Mungu. Na baada tu ya Elisha kulipokea lile vazi, ndio mwanzo wa miujiza 14 ya Elisha ulipoanza. Na hapa tunaona kwenye maandiko yetu ya msingi baada tu ya kupokea lile vazi jipya, maandiko yanasema kisha akaliokota lile vazi la Eliya lililomwangukia, akarudi
akasimama katika ukingo wa Yordani, akalitwaa lile vazi la Eliya lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yupo wapi Bwana Mungu wa Eliya? Na alipoyapiga maji yakagawanyika huku na huku, kisha Elisha akavuka. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Alipokea vazi jipya la miujiza, na kuthibitisha ya kwamba amepokea vazi jipya la miujiza lisilo la kawaida, lenye upako, lenye nguvu za Mungu. Haleluya, ni lazima uthibitishe. Haleluya, ni lazima uwe na uhakika ya kwamba umepokea. Tunapomwangalia Petro na Yohana baada ya siku ile ya Pentecost, baada ya kujazwa na kubatizwa na Roho Mtakatifu, ile Matendo 3, wanapoenda hekaluni wanamkuta yule kiwete, wana uhakika na walichopokea. Wanamwambia, umekuwa hapa wewe kiwete kwa muda mrefu, hatakuwa na msaada wote kwa ajili yako, lakini kuna kitu cha tofauti tumepokea, na kwa sababu tumepokea, leo itakuwa mwisho wa wewe kuwa kiwete na kukaa hapa na kuombaomba. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inuka, simama, uwe mzima. Maandiko yanasema ya kwamba vile viungo vya yule kiwete vikatiwa nguvu. Haleluya. Akainuka, akaanza kurukaruka na kumsifu Mungu. Haleluya. Akaharibu hata utaratibu wa ibada zilizokuwa zinaendelea pale. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona maisha ya Nabii Elisha baada ya bwana wake kutwaliwa na baada ya kupokea vazi jipya la miujiza, maisha yake hayakuwa vile yalivyokuwa. Maisha yake yalibadilika. Alipokea upako mara 2 ya ule wa bwana wake. Unaweza ukafanya zaidi ya kile ambacho bwana wako anafanya, kama ilivyokuwa kwa Elisha. Eliya alifanya miujiza 7, lakini tunaona Nabii Elisha kupitia mikono yake na mwili wake, miujiza 14 ilifanyika mara 2 yake kama alivyoomba. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumzia miujiza ya vazi jipya, tunazungumzia jambo la muhimu sana ambalo kila mmoja atatamani awe nalo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa sababu ya ile miujiza iliyo katika lile vazi, tunaona Nabii Elisha
alitamani sana kupokea. Haleluya! Na hiyo hamu yake ilikuwa ni hamu njema, kwa sababu alitamani kuona ya kwamba anatembea kama vile Bwana wake alivyotembea, na hata kumzidi, hata kufanya zaidi. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu alielewa ya kwamba atakapopokea lile vazi, jambo la kwanza, hilo vazi lingekuwa na miujiza ya kumfanya yeye aingie katika kiwango kingine cha utukufu katika kumtumikia Mungu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma kwenye mstari wa 13 na mpaka wa 15 tunasoma hivi: kisha akaliokota lile vazi la Eliya lililomwangukia, akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani, akalitwaa lile vazi la Eliya lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Eliya? Naye alipoyapiga maji yakagawanyika huku na huku, Elisha akavuka. Na hao wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakimkabili, walipomwona walisema, roho ya Eliya inakaa juu ya Elisha. Wakaja kuonana naye wakiinama kifudifudi mbele yake. Haleluya! Hiki ndicho kitu ambacho nabii Elisha alikuwa anakitamani. Hii ndiyo kiu ambayo nabii Elisha alikuwa nayo. Hii ndiyo njaa ambayo nabii Elisha alikuwa nayo. Alikuwa anatamani atoke katika kile kiwango. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Alikuwa anatamani atoke katika kile kiwango alichokuwa nacho. Kiwango alichokuwa nacho kilikuwa ni cha chini ya nabii Eliya. Lakini alikuwa anatamani ya kwamba siku moja, alikuwa hajaridhika na yale maisha ya kuwa chini ya nabii Eliya. Alikuwa anatamani siku moja, alikuwa na ndoto za kuchukua nafasi ya Eliya wakati utakapofika. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Unaelewa kazi aliyokuwa anaifanya Elisha? Ukisoma kwenye Mwanzo Wafalme wa Pili hiyo sura ya 3 mstari wa 11 tunasoma hivi: lakini Yehoshafati akasema, je, hapana hapa nabii wa Bwana ili tumuulize Bwana kwa yeye? Akajibu mtumishi mmoja wa mfalme wa Israeli akasema, yupo Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akimimina maji juu ya mikono yake Eliya. Haleluya! Anasema yuko nabii, lakini huyu nabii kabla ya kuwa nabii kamili, kabla ya kuwa nabii wa viwango vikubwa, alikuwa akimimina maji, alikuwa akimuosha mikono bwana wake Eliya. Ndio kazi aliyokuwa anaifanya kabla ya kuwa nabii mkubwa. Kazi yake ilikuwa ni kuyamimina maji. Haleluya! Hakuwa na kazi nyingine, alikuwa na kazi tu ya kumimina maji. Hakutenda muujiza wowote, kwa sababu nabii Eliya bado alikuwa anachiza baada ya nabii Eliya kutwaliwa. Haleluya! Haleluya!
Unajua kuna watu wanaotamani sana huduma za watumishi wakubwa wa Mungu na yale ambayo walikuwa wameyafanya, lakini unaona hao watumishi wakubwa wa Mungu mpaka kufika hapo, mpaka Elisha kutenda miujiza 14, kuna mahali walianzia. Hawakuanzia juu, walianzia chini. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Walifuata utaratibu, walinyenyekea kwa bwana zao mpaka pale walipoweza kupokea walichokitamani, kama ilivyokuwa kwa Elisha. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo Nabii Elisha alitamani vazi jipya kutoka kwa Eliya, kwa sababu alikuwa anataka aweze kuingia katika kiwango kingine cha utukufu katika utumishi wake, katika kumtumikia Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, utu wetu wa ndani hufanywa upya siku kwa siku. Kwa hiyo Elisha alipokuwa ananyenyekea kwa bwana wake, kuna wengine ambao walikuwa wanasema anajipendekeza. Kwa nini aendelee kufanya hivyo? Na ndio maana unaona kuna watu waliokuwa wanamfuatilia Elisha na Eliya, na hasa kipindi hiki ambacho Eliya alikuwa anaenda kutwaliwa. Ukisoma hapo unaona walikuwa wanapita katika maeneo mawili au matatu tofauti. Maandiko yanasema wana wa manabii wakamwambia Elisha, je, unafahamu ya kwamba bwana wako ataondolewa kwako na wewe utabaki peke yako? Inawezekana maneno hayo yangeweza kumkatisha tamaa Elisha na kuona kwamba kama sasa bwana wangu anaondoka au anaondolewa, kitu gani kitafuata? Lakini Nabii Elisha, kwa sababu alikuwa anaelewa anachokitafuta kwa Nabii Eliya, akawaambia, ninafahamu ninyi ni wana wa manabii na mimi niko na nabii. Haleluya, haleluya. Ninyi ni wana wa manabii na mimi ni mwana wa nabii. Kwa hiyo kama ninyi mmeweza kuelewa, kwa sababu ni wana wa manabii, nami pia karama hiyo au ufunuo huo ninao. Kwa hiyo nyamazeni, nyamazeni kimya, muda utaongea. Haleluya. Na wakaendelea kumfuatilia wale waliokuwa kule mwishoni, wakati Nabii Eliya anavuka pamoja na Nabii Elisha, wakati anayapiga maji na wanavuka, walikuwa wanaangalia, wanafuatilia picha. Wanaangalia hii picha itakuwaje? Picha imeanza itakuwaje? Mwisho wake utakuwaje? Wakawa juu ya kilima wanaangalia vizuri kitakachotokea. Sasa wakati ambao walikuwa wanausubiri kwa hamu ni kwamba tuone sasa. Elisha alivuka akiwa na bwana wake. Sasa ngoja tuone. Alivushwa na muujiza wa Eliya. Ngoja tuone sasa yeye itakuwaje. Na ndipo sasa unaona baada ya Elisha kupokea lile vazi jipya,
na kwamba tayari sasa ameshaingia katika kiwango kingine cha utukufu katika kumtumikia Mungu. Akawadhihirishia wale wana wa manabii ya kwamba sasa sio mtu wa kawaida. Haleluya! Ana upako usiokuwa wa kawaida, japo wanamuona kama ni mtu tu hivi, lakini ana kitu cha tofauti. Kuna kitu ambacho amepokea cha tofauti. Unajua, watu wanaweza wakakudharau kwa sababu hawajui ulicho nacho, lakini utakapokionyesha kile kitu ulicho nacho, ndipo watu watakapo shangaa. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona Elisha alikuwa analitamani na kulitaka lile vazi jipya kwa sababu hiyo ya kwanza, lakini sababu ya pili, alikuwa anaelewa akipokea lile vazi jipya litamvusha katika majaribu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Mstari ule wa 12 mpaka 14 tunasoma hivi: naye Elisha akaona akalia, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake, asimone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe akayararua vipande viwili. Haleluya! Kwa nini Elisha aliyararua? Baada ya kuona tu kwanza bwana wake anatwaliwa, anaondolewa. Alikuwa amezoea kuwa na bwana wake, na hakuna jambo linaloumiza, na ndio maana maandiko yanasema kwamba Elisha akalia. Hakuna jambo linaloumiza kama mtu wako wa karibu sana anatwaliwa. Kwa hiyo lile gari la moto lilipokuja kumchukua Elia, lilikuwa linamtenganisha Elisha na nabii Elia, na ndio maana maandiko yanasema lile tukio likamfanya Elisha alie. Maandiko yanasema akalia, japo walikuwa wamezungumza vizuri, wanaelewana ya kwamba walikuwa wanajua, walikuwa na taarifa zote kwamba bwana wake atatwaliwa. Lakini unajua, kujua jambo tu kwa maneno na kutukia kwa vitendo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ili tukio lilivyotokea liliweza kumuumiza Elisha, kwa sababu sasa mtu ambaye alikuwa ni msaada wake, akiwa na swali atamuuliza, akiwa na jambo lolote atamuuliza. Sasa ametwaliwa, amebaki mwenyewe, amebaki peke yake. Na hilo lilikuwa jaribu la kwanza ambalo Elisha alikutana nalo, na hilo jaribu alitakiwa kulishinda. Na baada ya kulishinda lile jaribu, alitakiwa kurudi na kuvuka ule mto. Lilikuwa jaribu lake la pili ambalo wale wana wa manabii walikuwa wanaangalia kitu gani kitatokea. Wale wana wa manabii walikuwa wanaangalia kitu gani kitatokea, walikuwa wanafuatilia. Lakini tunaona kilichomvusha nabii Elisha ni lile vazi jipya, na ndio maana tunasema hilo lilikuwa vazi lisilokuwa la kawaida, vazi la miujiza, ambalo hilo ukitembea nalo au ukiwa nalo
Hata kama una fedha wala dhahabu, ukiwa nalo tu hilo tayari ni fedha. Ndio maana Yesu akasema hata mnapoenda kwa ajili ya Injili msichukue mikoba yenye fedha, kwa sababu mtendakazi anastahili posho lake. Na akawauliza mitume baada ya kuwatuma kwamba mlipoenda kule mlipungukiwa. Kwa sababu gani? Walikuwa na vazi jipya la miujiza. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Vazi jipya la miujiza ambalo lina uwezo wa kumvusha mtu yeyote katika kila jaribu. Na hilo vazi alilolipokea Elisha liliweza kumvusha katika lile jaribu alilokuwa nalo pamoja na majaribu mengine. Lakini tunaona sio tu kumvusha katika majaribu, lakini tunaona jambo la tatu, hilo vazi jipya liliweza pia kumdhihirisha Mungu wake aliyekuwa anamwamini. Na kabla hatujaangalia kumdhihirisha Mungu wake aliyemwamini, ukisoma pia kwenye Kutoka 14:15 mpaka 18, unaona wana wa Israeli walipokuwa wanasafiri kwenda katika nchi ya ahadi, walipofika bahari ya Shamu na bahari imefunga, wakaanza kumlilia Musa. Lakini Mungu anamwambia ya kwamba hawapaswi kuendelea kumlilia Mungu na Musa, bali wanatakiwa waendelee mbele. Na hapo Mungu akamwambia, una nini mkononi? Akasema, nina fimbo. Haleluya. Musa akanyosha ile fimbo yake, maji ya bahari ya Shamu yakagawanyika na Israeli wakapita, wakavuka. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Lakini miujiza ya vazi jipya ni kumdhihirisha Mungu wako unayemwamini. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Tunapomwangalia Elisha wakati anarudi na wale wana wa manabii wakimtazama, alipoyagawanya yale maji, alimdhihirisha Mungu wake kama ilivyokuwa kwa Bwana wake. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Tunaona Eliya kabla hajatwaliwa aliweza kumdhihirisha Mungu kwa wale manabii wa Baali, na maombi aliyoomba ya kuushusha moto. Alipoomba akasema, na ijulikane ya kwamba wewe Mungu wa Eliya upo. Eliya alikuwa akisikia ya kwamba Mungu anayemtumikia ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Lakini ilifika wakati akaona sasa Mungu wa Eliya, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ndiye Mungu wa Eliya pia. Na akaona sasa imefika wakati wa Mungu wangu ninayemwamini, Mungu wa Eliya, kujidhihirisha, kumdhihirisha. Kwa sababu sikuamini hadithi zilizotungwa kwa werevu, bali nilimwamini Mungu aliye hai. Kama kwenye Waebrania sura ya 11 anasema, basi imani ni kusikia, basi imani ni bayana
ya mambo yatarajiwayo. Ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Na kwa hiyo imani wazee wetu walishuhudiwa, kina Ibrahimu, kina Isaka, kina Yakobo na wengine wengi. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona lile vazi jipya alilolipokea Nabii Elisha, pia aliweza kumdhihirisha Mungu wake kwa miujiza 14. Lakini pia tunasema hilo ni vazi jipya la miujiza kwa sababu liliweza kumpatia usaidizi wa kuungwa mkono na watu wengine wengi. Kama ambavyo tumesoma, tunaona alikuwa amebaki peke yake, lakini wakati anarudi alipokelewa na wale wana wa manabii. Walimpokea, walishuka kule milimani. Walipokuwa wanafuatilia, wakaona kuna kitu ambacho amepokea cha tofauti. Ndio maana wakasema, walipoona maji yakigawanyika, wakasema roho ya nani? Roho ya Elia inatenda kazi kwa Elisha. Yaani ile roho ambayo ilikuwa inatenda kazi kwa Elia imehamia sasa rasmi kwa Elisha. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu wana wa manabii walikuwa wanamtegemea Elia, wakaona sasa Elia, kwa sababu kishatwaliwa, na aliyechukua hiyo nafasi, aliyepokea hicho kijiti ni Elisha. Kwa hiyo kama walikuwa wanamkubali au hawamkubali, hawakuwa na uchaguzi. Ilibidi tu wamkubali. Ilibidi tu, hata kama ni kwa kujipendekeza, wajipendekeze. Haleluya. Na hiyo ndio faida ya kuwa na nguvu, na hiyo ndio faida ya kuwa juu. Sasa Nabii Elisha amepanda cheo, amepanda ngazi. Sio yule tena ambaye wana wa manabii walikuwa wanamwambia, unajua ya kwamba bwana wako anatwaliwa. Wakati huo lilikuwa lijaribu kwake, ajui kitakachotokea, lakini sasa amepokea mamlaka kamili. Na wana wa manabii wameona, wameshuhudia. Haleluya. Maandiko yanasema ndipo walipoanza kumuunga mkono rasmi. Tumesoma hapo, walipoona wakashuka kule mlimani, wakamjia, wakamwambia, tunataka tukusaidie. Inawezekana bwana wako huyo alivyochukuliwa, labda ameenda akatupwa na ule upepo mahali fulani, tumtafute, tukusaidie kumtafuta. Akawaambia, msimtafute. Lakini wakaendelea kumsihi. Sio walitaka wawe chawa wa Elisha. Maandiko yanasema wakaendelea kumsihi. Na maandiko yanasema kwamba Elisha akaona aibu, akaona haya, yaani kuendelea kuwakatalia, japo anajua Elia kishatwaliwa, yuko mbinguni, yuko tena hapa, hajatupwa kama wao wanavyofikiri kwamba katupwa na upepo hapa duniani. Maandiko yanasema Elisha akaona haya, akamwambia, haya, nendeni mkatafute. Maandiko yanasema wale wana wa manabii wakazunguka huku na kule kumtafuta Elia. Lakini mwisho wa siku hawakupata chochote, hawakuamulia chochote. Ndipo sasa wakarudi. Sasa Nabii Elisha anawaambia, niliwaambia kwamba mnapoteza nini? Muda wake. Lakini sasa unaona
tayari hiyo inaonyesha ya kwamba tayari Elisha hakuwa mpweke tena. Sawa? Akapata uungwaji mkono, akapata sapoti ya watu. Ukiwa na vazi hili jipya, hata wale ambao hawakuungi mkono watakuja karibu nawe, hata kama ni kwa kujipendekeza. Lakini si walikuwa mbali? Unaona kwa nini tunasema hilo ni vazi jipya la miujiza? Ndio miujiza ya vazi jipya ambalo Elisha alilipokea kutoka kwa nabii Eliya. Haleluya. Lakini jambo la tano, tunaona ili vazi linakufanya pia uheshimiwe na Mungu. Ili vazi jipya unapolipokea, ili vazi jipya ambalo nabii Elisha alilipokea, lilimuongezea heshima kwa Mungu, lilimpatia heshima kwa Mungu. Kwa sababu kama ambavyo tumesema, utumishi wake ulipanda kutoka kiwango alichokuwa nacho na kwenda kwenye kiwango kingine. Na utumishi unapopanda kutoka kwenye kiwango kimoja na kwenda kwenye kiwango kingine, Mungu anakuheshimu. Haleluya. Utumishi wa Ayubu ulipopanda kutoka katika kiwango alichokuwa nacho na kwenda kwenye kiwango kingine, Mungu alimheshimu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe.